Mwanadamu anapozaliwa na kuishi katika hii dunia, zipo alama mbalimbali katika mwili wake ambazo zinaweza kutumika kama utabiri wa haiba yake, tabia zake, pamoja na sifa zake. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuelezea mwanadamu ni nani, amebeba hatima gani kwenye maisha yake, ni mwanadamu mwenye sifa gani, tabia zake zikoje, ni alama ambazo zipo katika viganja vya mikono yake, kwani imekuwa ikiaminika hatima ya maisha ya kila mwanadamu ipo katika alama za viganja vya mikono yake. Na hapo ndipo katika viganja vya mikono yetu, wapo waliozaliwa wakiwa na alama za herufi M kwenye viganja vya mikono yao, lakini wapo binadamu ambao walizaliwa wakiwa na alama za herufi X kwenye viganja vya mikono yao, wapo wenye N na wapo wenye maumbo mbalimbali. Amini usiamini, kila alama ambayo ipo kwenye kiganja cha mkono wako inaashiria uwepo wa kitu fulani kwenye maisha yako. Kila mstari ambao unauona kwenye kiganja cha mkono wako una jina lake, na ndio maana wataalamu wa mambo wanapotazama kiganja cha mkono wako wanaweza kujua kila kitu kuhusiana na wewe. Upo mstari ambao unaitwa headline, upo mstari ambao unaitwa heartline, upo mstari ambao unaitwa sunline, upo mstari ambao unaitwa fate line, na upo mstari ambao unaitwa lifeline. Unaweza ukatazama katika picha hii, amini usiamini, kila mstari ambao unauona kwenye picha hii una maana yake katika maisha yako. Katika video hii nitakwenda kuzungumzia uhusiano uliopo kati ya heartline, yani mstari wa moyo, na maisha yako, kwani mstari huu unaweza kueleza vitu vingi kuhusiana na wewe ulivyo, lakini pia ni mstari ambao unaweza kuonesha wewe ni mwanadamu ambaye unatakiwa uishije. Mafanikio yako yamejificha pia katika mstari huu, na kuanzia leo utakapotazama video hii mpaka mwisho, utakapomtazama mwanadamu na ukaona namna yake ambayo imejichora heartline ama mstari wa moyo, utaweza kujua ni mwanadamu wa aina gani. Kwa faida ya wale ambao bado hawajaelewa, heartline huwa ni mstari ambao unaanzia sehemu ya chini ya kiganja chako, huku upande ambako kuna kidole kidogo kabisa kuliko vidole vyote kwenye kiganja cha mkono wako, kisha mara nyingi unaenda uelekeo wa chini kabisa wa vidole vyako. Unaweza ukaenda katikati ya kidole, unaweza ukaenda katika kidole chako cha shahada, ama unaweza ukaenda kati ya kidole chako cha kati na kidole chako cha shahada. Huo ndio mstari wa heartline ama mstari wa moyo, na kila uelekeo wa mstari huu una maana yake katika maisha yako. Embu tumia sekunde 5 kujitazama kwenye viganja vyako vya mkono. Je, umeuona mstari wa moyo? Bila shaka umeuona. Jaribu kuunganisha viganja vyako vya mikono kama inavyoonekana katika hii picha. Mistari yako ya heartline ama mistari yako ya moyo, na maanisha mstari wa kiganja chako cha kushoto na mstari wa kiganja chako cha kulia, inaonekanaje? Inaonekana kama imechora umbo la nusu mwezi ama imepishana? Na kama imepishana, kupishana kwake kukoje? Je, mstari wa kiganja chako cha kulia upo chini ya mstari wa kiganja chako cha kushoto, ama mstari wa kiganja chako cha kulia upo juu ya kiganja cha mstari wako wa kushoto? Yote hayo yana maana na yamebeba hatima kubwa katika maisha yako. Kama ni hivyo, usijali, nitakwenda kukueleza kila kitu. Hii ina maana gani? Kama inavyoonekana katika picha ya kwanza, picha ya pili na picha ya tatu, yote haya yamebeba maana kubwa ambayo kwa namna moja au nyingine utakapokwenda kuijua, basi itabadili kila kitu katika maisha yako. Utakwenda kujijua wewe ni nani. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote
tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo mistari ya moyo ambayo ipo kwenye viganja vya mikono yako pindi uunganishapo viganja vya mikono yako inavyomaanisha. Namba 1, pindi unapounganisha viganja vya mikono yako, mistari ya moyo kwenye viganja vyako vya mikono huwa inakuwa sambamba na inaleta alama ya nusu mwezi. Yani ukitazama katika picha hii utaona kabisa viganja vya mikono vilipounganishwa, mistari hii ya moyo imekuwa sawia kabisa, na ukiangalia kwa namna fulani ni kama imeleta umbo la nusu mwezi. Ikiwa na wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao walipojaribu kuunganisha viganja vya mikono yao, mchoro ama umbo kama hili lilikuja katika viganja vya mikono yao, basi ujue kabisa wewe ni miongoni mwa wanadamu wenye sifa zifuatazo. Namba 1, wewe ni mwanadamu ambaye upo imara kihisia. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao hawapo imara kihisia. Hawa ni wanadamu ambao wanaweza kujikuta wakipaniki katika mazingira ambayo wamekwazika na vitu vidogo vidogo kwenye maisha yao. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao wao wapo imara kihisia. Hawa ni watu ambao wana uvumilivu wa hali ya juu. Hata yanapokuja maudhi katika maisha yao, ni watu wanaoweza kuwavumilia watu wengine bila kuwaonesha hisia za hasira ama hisia za chuki, ingawa wanakuwa wametendewa mambo mabaya na watu wengine. Na ndio maana binadamu wa kundi hili huwa ni watu ambao ni rahisi sana kutengeneza ukaribu na watu wengine, ni kwa sababu wana uvumilivu wa kihisia ukilinganisha na binadamu wa makundi mengine. Namba 2, ni binadamu wenye huruma kuliko makundi mengine ya binadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni binadamu ambao hawana uvumilivu wa kuona mtu mwingine anateseka hali ya kuwa wanaweza kumsaidia. Hawa ni watu ambao wanapenda kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Wanapopita katika mazingira fulani, alafu wakamuona mtu fulani ana njaa hali ya kuwa wanaweza kumpatia chakula, hawawezi kujiuliza mara mbili. Kama wanacho, watatoa na kumsaidia mtu huyo. Ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili huwa ni watu wanaopendwa sana katika jamii ambazo wanaishi, ni kwa sababu wana mioyo ya huruma ya kuwasaidia watu wengine. Isipokuwa binadamu wa kundi hili wasipokuwa makini, wanaweza wasifanikiwe katika maisha yao kiurahisi, kwa sababu wana moyo wa kutoa kupita kiasi. Wakati mwingine huwa wanatamani kuwasaidia watu kuliko uwezo wao, na ndiyo maana baadhi ya binadamu wenye roho ngumu huwa wana take advantage kwa binadamu wa kundi hili kwa kujifanya wana shida, kwa sababu wanajua binadamu wa kundi hili wana huruma na piga huwa lazima tu watatoa walichokuwa nacho, watawasaidia. Namba 3, ni binadamu wanaopenda amani kuliko makundi mengine ya binadamu. Kuna binadamu wanapokuwa katika mazingira ya amani huwa hawajisikii amani katika mioyo yao. Mioyo yao huridhika pale wanapokuwa katika maeneo yenye vurugu. Amini usiamini, asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni mapeacemaker. Yani wao ni watu ambao huwa wanajisikia amani wanapokuwa katika mazingira yenye amani, hawapendi vurugu. Na ndiyo maana hata wanapoona watu fulani wanarumbana wakiwepo, wana kipaji cha kuwatuliza watu hao na kuirejesha amani ambayo imepotea katika mazingira ambayo wao wapo. Binadamu wa kundi hili huwa wanaweza kuwa na sifa ya uongozi, kwa sababu sifa mojawapo ya uongozi ni kuweza kuleta amani katika eneo ambalo halina amani. Basi sifa hiyo wanayo binadamu wa kundi hili. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili alafu haupendi amani, tutakushangaa, kwa sababu tafiti zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili hawapendi vurugu kabisa katika maisha yao. Na ndiyo maana pia ni wepesi wa kusamehe pindi wanapokuazwa na watu wengine wakiombwa msamaha, kwa sababu wanaihusudu amani katika maisha yao, watasamehe na maisha mengine yataendelea. Namba 4, huwa ni binadamu wazuri wanaoweza kujenga urafiki na kila mwanadamu anayekutana naye katika maisha ya kawaida.
Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu wa makundi makuu mawili. Wapo baadhi ya binadamu ambao ukikutana nao huwa ni vigumu kubondi nao, yani kutengeneza ukaribu nao ni vigumu sana. Lakini binadamu wa kundi lingine ni binadamu ambao unapokutana nao ni rahisi sana kutengeneza nao ukaribu. Unajikuta umebondi nao hata haujui ni kwa sababu gani. Sifa hiyo wanayo asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili. Kama wewe ni miongoni wa binadamu wa kundi hili, alafu ni vigumu kutengeneza ukaribu na watu wengine, lazima tukushangae, kwa sababu tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao huwa ni warahisi kubondi na kila mwanadamu ambayo wanakutana naye na bado wakaendana naye. Namba 5, huwa ni binadamu ambao wanapenda kuwa wa kwanza kutuma matukio mbalimbali ambayo yametokea katika maeneo fulani. Ulishawahi kushuhudia tukio linapotokea katika sehemu fulani, kuna watu wanakuwa wa kwanza kuweka status katika simu zao ama kuposti kwenye akaunti zao za Facebook, Instagram ama Twitter, basi ni binadamu wa kundi hili. Hawa ni watu ambao huwa wanapenda kuwa wa kwanza kuposti vitu mbalimbali ambavyo vimetokea katika maeneo fulani. Kwa kifupi, huwa ni watu wanaopenda kuwa wa kwanza kuhabarisha kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yalipotokea walikuwepo katika eneo la tukio. Namba 6, ni binadamu ambao hupendelea kufanya maamuzi kwa kutumia lojiki na fakti. Asilimia kubwa ya binadamu wana kawaida ya kufanya maamuzi kwa kutumia hisia zao, na ndio maana maamuzi yao huwa si mazuri. Lakini inaripotiwa asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapotaka kufanya maamuzi huwa wanatuliza vichwa vyao, kisha wanaangalia lojiki na fakti. Ndiyo maana asilimia kubwa ya maamuzi ambayo yanafanywa na binadamu wa kundi hili huwa yanakuwa na mafanikio makubwa. Ni mara chache sana kumkuta binadamu wa kundi hili amefanya maamuzi yasiyokuwa sahihi kwenye maisha yake. Namba 7, ni washauri wazuri kwa binadamu wengine. Wapo baadhi ya wanadamu ambao hawawezi kuwashauri watu wengine vizuri, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwashauri watu wengine vizuri. Na ndiyo maana hata katika jamii ambayo unaishi, ukiwa na changamoto fulani ya kimaisha, kuna baadhi ya watu unaweza kuwafuata kwa ajili ya kuwaomba ushauri, lakini wapo baadhi ya watu ambao hauwezi kuwafuata kwa ajili ya kuwaomba ushauri kwa sababu unajua hawawezi kukushauri vizuri. Basi asilimia kubwa ya binadamu wenye sifa ya kuwa na ushauri mzuri kwa binadamu wengine ni binadamu wa kundi hili. Kama wewe ni binadamu wa kundi hili alafu hauna ushauri mzuri kwa binadamu wengine, tutakushangaa, kwani tafiti za kisaikolojia zinaonyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni washauri wazuri linapokuja suala la kuwashauri watu wengine kwenye maisha yao. Namba 8, ni watu wenye uwezo mkubwa wa kuwafariji watu wengine katika nyakati ngumu za maisha. Zipo nyakati ambazo mwanadamu hupitia nyakati ngumu za maisha ambapo huhitaji faraja kutoka kwa watu wengine. Kuna binadamu hata ukiwa na mazingira magumu kiasi gani hawana uwezo wa kukufariji, lakini wapo baadhi ya binadamu ambao unapokuwa na changamoto fulani kwenye maisha yako, ukisha kuwa nao karibu, unajiona ni kama changamoto hiyo haipo tena katika maisha yako, kwa sababu ni wafariji wa kweli. Ni watu ambao unapokuwa nao karibu wanaweza kukupa faraja na kufanya changamoto ambayo ilikuwa inakuumiza moyoni isikuumize tena ukaichukulia kawaida. Basi sifa hiyo wanayo binadamu wa kundi hili, kwani binadamu wa kundi hili kwa asilimia kubwa wanajua namna gani ya kumfariji mtu ambaye yupo katika matatizo. Namba 9, ni binadamu wanaojua kuonesha upendo pindi wawapo katika mahusiano na wenza wao. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapokuwa kwenye mahusiano hawawezi kujua namna gani ya kuwaonesha upendo wenza wao, pamoja na kuwa wanakuwa wanawapenda wenza wao. Lakini tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili pindi wawapo katika mahusiano ya kimapenzi na wenza wao ni watu ambao wana akili ya kuwasoma wenza wao wanataka nini, kisha wakaweza kujua namna njema ya kuwaonesha upendo wenza wao na kuwafanya wenza wao wawapende zaidi na wawe na furaha katika muda wote. Changamoto ya binadamu wa kundi hili
huwa ni vigumu sana kupiga hatua katika maisha yao kwa sababu wana tabia ya kufanya wema ambao unazidi uwezo wao. Ni watu ambao wapo tayari kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine, huku maisha yao yakiwa hayaendi. Ili uweze kufanikiwa ikiwa wewe ni binadamu wa kundi hili, wakati mwingine hakikisha unakuwa na kaubinafsi. Angalia zaidi vitu vyako kuliko kuangalia vitu vya watu wengine. Binadamu wa kundi hili, ili waweze kupata mafanikio makubwa katika maisha yao, wanashauriwa kufanya kazi zinazohusiana na masuala ya elimu. Kwa mfano, wakiwa walimu au malekcha, wanaweza kupata mafanikio makubwa katika keria hiyo. Namba 2, wanaweza wakawa wahudumu wa afya, yaani anaweza akawa daktari au nesi, kwa sababu ni watu ambao keria hii inawafaa sana na inaweza ikawapa mafanikio makubwa kutokana na haiba zao. Namba 3, wanaweza wakawa viongozi. Binadamu wa kundi hili wanapokuwa viongozi katika taasisi fulani, uongozi wao unaweza kupendwa na kila mtu, jambo ambalo huwapa mafanikio makubwa ambayo hawakuwahi kuyatarajia katika maisha yao. Namba 4, kazi ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha. Wanaweza wakawa na M-Pesa, Tigo Pesa ama viongozi wa kifedha katika taasisi fulani, kwa mfano uhasibu ama usimamizi wa fedha katika taasisi fulani. Kazi hii inaweza ikawapa mafanikio makubwa kwa sababu ya tabia yao ya uaminifu. Namba 5, wanaweza wakawa wahudumu katika sehemu fulani. Binadamu wa kundi hili wakiwa wahudumu kwenye mahoteli ama kwenye sehemu yoyote ambayo inahitaji huduma fulani, huwa wanaweza kupata mafanikio makubwa kuliko watu wengine kwa sababu wana kaliba ya kuendana na kila mwanadamu ambaye wanakutana naye. Namba 6, wanaweza kufanya shughuli za kijamii. Asilimia kubwa ya binadamu hawa wanapojihusisha na shughuli za kijamii, kwa mfano wakiwa watendaji, wenye viti ama shughuli mbalimbali za kisiasa, wanaweza kupata maendeleo na mafanikio makubwa kwenye maisha yao kuliko wanapojishughulisha na shughuli nyingine. Ni kwa sababu haiba yao inapelekea wapendwe na watu wengi kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba 7, wanapofanya shughuli ambazo zinahusiana na mazingira, kwa mfano utunzaji wa mazingira, ni watu ambao wanaweza kupata maendeleo makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 8, wanapofanya shughuli zozote ambazo zinahusiana na kumeneji jamii ambazo wanaishi, pia wanaweza kupata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Kama wewe ni binadamu ambaye upo katika kundi hili, jipongeze kwa sababu mnazo sifa nyingi nzuri kuliko makundi mengine ya binadamu. Nami pia Mr. Fafanuo ambaye nazungumza hapa, nipo katika binadamu ambao wapo kwenye kundi hili. Kwa pamoja, hebu tujipongeze tafadhali. Kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao wanapounganisha viganja vya mikono yao, mistari yao ya moyo kwenye viganja vyao hutofautiana. Mstari wa kiganja chao cha kushoto huwa unakuwa juu na mstari wa kiganja chao cha kulia huwa unakuwa chini. Tafadhali jaribu kuunganisha viganja vya mikono yako kama inavyoonekana katika picha hii. Alafu hebu niambie, mistari yako ya moyo inaonekanaje? Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao mistari yao inaonesha kama inavyoonekana katika picha hii, basi wewe ni miongoni mwa binadamu wenye sifa, hulka na haiba zifuatazo. Namba 1, wewe ni mwanadamu usiyekuwa na hofu ya uthubutu katika maisha yako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu ambao huwa wana hofu ya kuthubutu kuanzisha vitu vipya katika maisha yao. Na hiyo ni sababu ambayo hupelekea binadamu wengi washindwe kufanikiwa kwenye maisha yao. Lakini ikiwa wewe ni binadamu wa kundi hili, una roho ya uthubutu katika kuanzisha vitu vipya kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu ambao huwa hawaogopi kuteke riski katika maisha yao, na asilimia kubwa ya mafanikio ambayo unayo kwenye maisha yako ni kwa sababu ya tabia yako ya kuthubutu kufanya vitu vipya kwenye maisha yako. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kujifunza vitu vipya kwenye maisha yako. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapoishi katika hii dunia hawana kawaida ya kutamani kujifunza vitu vipya kwenye maisha yao ili waweze kupata uzoefu mpya kwa sababu wanadhani dunia ipo kama wanavyoiona. Hawa si watu ambao wanaweza kufanya vitu vipya vya kibunifu kwenye maisha yao. Lakini wapo baadhi ya watu ambao katika maisha yao
hawajawahi kuridhika hata siku moja, kwani wao ni binadamu ambao wanapenda kujifunza vitu vipya kwenye maisha yao, na ndio maana vitu vingi ambavyo wanavifanya katika maisha yao huwa vimejaa ubunifu ambao ni nadra kuukuta kwa watu wengine. Miongoni mwa binadamu wanaopenda kuwa na tabia hii ni binadamu wa kundi hili. Mafanikio waliokuwa nayo na ubunifu ambao unaonekana kwenye maisha yao ni kwa sababu wana tabia ya kujifunza vitu vipya ambavyo ni nadra kuviona kwa watu wengine. Namba 3 ni binadamu wanaojua kupangilia maneno pindi wanapozungumza na binadamu wengine. Ukisikia binadamu waliozaliwa na vipaji vya kuzungumza na kupangilia maneno kiasi kwamba ni watu wanaoweza kuzungumza na binadamu wa rika lolote bila kuwepo na tofauti ya kimazungumzo, basi ni binadamu wa kundi hili, na ndio maana imekuwa ikiripotiwa binadamu wa kundi hili ni wasimuliaji wazuri sana. Hawa binadamu wamejaliwa hekima ya kuweza kuzungumza na binadamu wa rika lolote lile bila kuwepo na msuguano wa maneno kama ilivyo kwa binadamu wengi. Hebu jitathmini, wewe unayo hekima ya kuzungumza na wazee na mkaenda sawasawa? Kama wewe ni binadamu ambaye umezaliwa ukiwa na sifa hii, alafu hauna uwezo wa kuzungumza na binadamu wa rika mbalimbali, tutakushangaa kwa sababu inaaminika ninyi ni binadamu wenye vipaji katika uzungumzaji, yani mnayo hekima ya kuzungumza ambayo binadamu wengine hawakuzaliwa nayo. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda uhuru katika maisha yako. Binadamu waliozaliwa wakiwa katika kundi hili hawapendi kuwa chini ya watu fulani kwenye maisha yao. Hata wanapofanya shughuli fulani hawapendi kusimamiwa, wanapenda wafanye kwa utashi wao pasipo na kusimamiwa, kwani kwa asili ni binadamu ambao hupata mafanikio makubwa pale wanapofanya vitu wakiwa huru kuliko wanapofanya vitu huku wakiwa wanasimamiwa na watu wengine. Namba 5 ni binadamu wenye ubunifu wa hali ya juu katika maisha yao. Katika dunia yetu kuna binadamu wasiokuwa wabunifu. Wao wanayaishi maisha kama walivyoyakuta, lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapenda kufanya vitu tofauti na watu wengine. Kwa sababu hiyo, wanafanikiwa sana katika maisha yao kwa sababu ya tabia yao ya ubunifu. Anaweza kufikiria kuanzisha biashara, lakini wazo kubwa ambalo litakuwa kichwani mwake, atawezaje kuiendesha biashara ikawa na ubunifu ambao haupo kwa binadamu wengine ambao wameanzisha biashara? Na kitendo cha kuwa wabunifu, wanaweza kupata wateja wengi katika biashara zao kuliko binadamu wengine, na hata vitu vingi ambavyo wanavianzisha kwenye maisha yao hupata mafanikio makubwa kuliko vitu vinavyoanzishwa na watu wengine, kwani wao hufikiria zaidi kuhusu ubunifu ambao haupo katika vitu ambavyo vimeanzishwa na watu wengine. Namba 6, wewe ni mwanadamu ambaye kuna muda huwa haujisikii amani. Unahisi msongo wa mawazo pale unapofanya kazi ambayo inajirudia kila siku. Binadamu wa kundi hili huwa wanafurahia zaidi wanapojishughulisha na shughuli ambazo zinabadilika. Yani leo awepo kwenye mazingira haya, kesho awepo kwenye mazingira mengine, lakini pindi wanapokuwa wanafanya kazi katika mazingira yale yale kila iitwapo leo, huwa wanajikuta wakichoka sana, lakini wanakuwa na msongo wa mawazo. Namba 7, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuwa mwaminifu kwa watu wanaokujali. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapogundua unawajali, watakuwa waaminifu kwako, watakujali pia, watakuonesha upendo kwa sababu watakupa kile ambacho wewe unawapa. Ni mara chache sana watu hawa kuwa wasaliti kwa watu ambao wanawajali. Binadamu wa kundi hili mara nyingi hutawaliwa na msongo wa mawazo kwa sababu muda mwingi huwa wanaumiza vichwa vyao ni kwa namna gani watafanya vitu vyenye utofauti na upekee kuliko binadamu wengine. Kwa sababu hiyo, vichwa vyao huwa ni nadra kupumzika. Hata wanapokuwa wamelala, bado huendelea kufikiria namna ya kufanya vitu vyenye upekee na ubora tofauti na watu wengine. Tabia hiyo wakati mwingine si nzuri sana kwa sababu inaweza kupelekea maumivu ya kichwa, uchovu wa mwili, pamoja na kupata baadhi ya maradhi katika maisha yetu. Wakati mwingine tunashauriwa kupumzisha miili na akili zetu kwa kufanya vitu ambavyo vinaburudisha nafsi zetu. Kazi ambazo binadamu wa kundi hili wakizifanya wanaweza kufanikiwa sana kuliko binadamu wengine. Namba 1 ni kazi ya sanaa.
Binadamu wa kundi hili, kwa sababu ya ubunifu waliokuwa nao katika maisha yao, wakijihusisha na shughuli za sanaa, amini usiamini, huenda kupata mafanikio makubwa kuliko wanapojishughulisha na kazi nyingine. Kazi ya pili ni kazi zinazohusiana na masuala ya entertainment, yani uburudishaji. Ni shughuli ambazo binadamu wa kundi hili wakizifanya, kwa mfano kuwa MC, kuwa mwigizaji, ama shughuli yoyote inayohusiana na kukonga nyoyo za watu hawa wanaweza kufanikiwa kwa sababu ni wabunifu kuliko binadamu wengine. Namba 3, kazi za masoko au marketing. Hizi ni shughuli ambazo binadamu hawa wakizifanya wanaweza kupata maendeleo makubwa kwenye maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 4, kazi ambazo zinahusiana na mitandao ya kijamii kama hii ambayo naifanya mimi. Kwa binadamu wa kundi hili, wanapofanya shughuli ambazo zinahusiana na mitandao ya kijamii, kwa mfano kuwa na mtandao wa YouTube, kuwa na kurasa katika mitandao ya Facebook, Twitter, TikTok na mitandao mingine, wanaweza kupata mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 5, kazi zinazohusiana na masuala ya kitalii. Kwa mfano, unaweza kuwa muongoza watalii. Kwa sababu ya ubunifu wako, utapata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 6, kazi ambazo zinahusiana na masuala ya fashion. Kuwa mwanamitindo kunaweza kukupa mafanikio kuliko binadamu wengine kwa sababu wewe ni mwanadamu mbunifu kuliko wanadamu wengine. Namba 7, shughuli za kimauzo, yani unapofungua duka ama unapofanya chochote ambacho kinakufanya uwe katika biashara ya kuuza vitu au bidhaa, unaweza kupata mafanikio kuliko binadamu wengine kwa sababu unayo hekima ya kuweza kuzungumza na watu wa rika zote na wakakuelewa. Namba 8, shughuli zote ambazo zinahusiana na mipangilio ya matukio, yani kupanga sherehe ama kupanga misiba ama kupanga chochote katika jamii yako, ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakupa mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 9, shughuli za uandishi. Unaweza ukawa mwandishi wa vitabu ama mwandishi wa magazeti au mwandishi wa story. Kupitia huko utapata mafanikio kwa sababu ya ubunifu uliokuwa nao katika maisha yako. Namba 10, shughuli za uandishi wa habari. Ni miongoni mwa vitu ambavyo ukivifanya katika maisha yako waweza kupata mafanikio kuliko binadamu wengine. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu ambao wanapounganisha viganja vya mikono yao, muonekano wa mistari yao ya moyo huwa unaonekana kama ifuatavyo. Mstari wao wa moyo ambao upo katika kiganja cha mkono cha kulia huwa unakuwa juu, na mstari wa moyo ambao upo katika kiganja cha mkono wa kushoto huwa unakuwa chini, ni kama inavyoonekana katika picha hii. Ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wapo katika kundi hili, basi wewe ni binadamu mwenye sifa na haiba zifuatazo. Namba 1, katika maisha yako unapenda kufanya vitu kwa kutumia njia ambazo zimesetiwa katika jamii ambayo unaishi. Kwenye jamii ambayo tunaishi mimi na wewe, vipo baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu anaweza akavifanya kwa utashi wake mwenyewe, na vipo baadhi ya vitu ambavyo ili mwanadamu aweze kuvifanya lazima afuatilie ili vitu hivyo vifanikiwe. Vinahitaji nini? Basi asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wanapenda kufuata sheria za kufanikisha vitu fulani kwenye maisha yao. Ndio maana ni wasomaji wazuri wa vitabu, kwa sababu wanapenda kufuata yale ambayo yalikwisha setiwa. Yani mindset zao zipo structured. Ni watu ambao wanapenda kufuata viwango vilivyowekwa na jamii katika kufanya vitu fulani, na wakati mwingine huwa ni watu ambao wanaweza kufanikiwa kwa sababu wanapenda kufanya vitu kwa kufuata utaratibu na si kufuata yale ambayo yapo katika vichwa vyao. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye haupendi kuuficha uhalisia wa maisha yako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao kujua uhalisia wa maisha yao huwa inachukua muda sana, lakini si kwa binadamu ambao wapo katika kundi hili. Hawa ni binadamu ambao hawapendi kuzuga ama kuishi maisha ya kuigiza, kwani wanapenda uhalisia katika maisha yao, na ndio maana wanapogundua unaishi na wao alafu wewe unawaigizia, watakuweka mbali na maisha yao, kwa sababu si watu wanaoamini
katika kuishi maisha yasiyokuwa yako, na hii ni sababu ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili waweze kupata mafanikio makubwa kwenye maisha yao kuliko binadamu wa makundi mengine. Namba 3 ni binadamu wanaopenda logic katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili si binadamu wanaopenda kuongea vitu ambavyo havina lojiki, lakini pia si wapenzi wa kusikiliza vitu ambavyo havina lojiki ndani yake. Ni watu ambao unapozungumza nao hakikisha unazungumza vitu vyenye lojiki, kwa sababu hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaweza kuteka ubongo wao. Ni watu ambao hawapendi kusikiliza vitu vya uongo kama umbea na vitu ambavyo havina manufaa yoyote katika maisha yao. Ni watu ambao mara nyingi aina ya mazungumzo ambayo wanapenda kujihusisha nayo ni mazungumzo yenye lojiki ndani yake. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye unapenda kuwajibika katika kutimiza malengo yako, wala hauwapi watu wengine jukumu la maisha yako. Asilimia kubwa ya wanadamu wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu wana hulka ya kuamini mafanikio yao yapo katika mikono ya watu wengine, na hii ni sababu ambayo huwapelekea wawe ni watu wa kusubiri kila itwapo leo bila kujishughulisha wao wenyewe. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni watu ambao wanapenda kushughulika na majukumu yao wao wenyewe pasipo na utegemezi wa watu wengine, na ndiyo maana binadamu wa kundi hili unaweza kushangaa wanafanikiwa kiurahisi kuliko binadamu wengine. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye haupendi kuweka hisia zako wazi. Binadamu wa kundi hili si wepesi wa kuziweka hisia zao wazi. Kiwango cha kueleweka kwa kila binadamu ambaye wanakutana naye, kuna muda unaweza ukamuudhi na usijue kama amekasirika. Hisia zao mara nyingi huwa zimejificha sana, na ndiyo maana binadamu wa kundi hili wanakuwa ni watu ambao unaweza ukashangaa amebadilika ghafla bila kujua sababu ni nini. Kumbe ni kwa sababu ulimkwaza, lakini hakukuonesha kama amekwazika. Pamoja na kuwa asilimia kubwa ya binadamu hawa hujihusisha na shughuli mbalimbali za kimaendeleo, lakini miongoni mwa shughuli ambazo ni special na maalum kwa ajili yao ili waweze kupata mafanikio kuliko binadamu wengine, namba 1 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya teknoloji. Namba 2 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kisheria. Namba 3 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha. Namba 4 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kiuhandisi. Namba 5 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kiutafiti. Namba 6 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya information technology. Namba 7 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kitamaduni, na namba 8 ni shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kiafya. Hizi ni baadhi ya shughuli ambazo binadamu wa kundi hili wakizifanya wanaweza kupata mafanikio makubwa kwenye maisha yao kuliko makundi mengine ya binadamu. Mimi mpaka hapo sina la ziada. Ninaomba tukutane tena katika video ijayo. Embu niambie wewe alama yako ni ipi katika kiganja cha mkono wako, na je, yaliyozungumzwa hapa ndivyo yalivyo katika maisha yako? Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.